tunapofundisha hili somo, nafikiri tutapata wasawa kujifunza. Nafsi na roho wengi inawatatiza. Lakini pia anasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonesha imani yangu kwa njia ya matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa unasoma, nataka uone wakati mwingine umuhimu wa matendo katika imani. Lakini uelewe pia kwamba matendo yanaweza yasikuokoe sana, kwamba imani lazima itangulie alafu matendo yafuate. Nilishazungumza kwamba unaweza ukawa kwenye nchi fulani alafu unaheshimu taratibu za nchi fulani. Yaani kwamba ile taratibu za ile nchi kuziheshimu katika wakati uko hapa hazikufanyi wewe uwe raia wa ile nchi. Lakini pia zile sheria za kule hazina faida na wewe uliyeko huku. Lakini wakati utakapoondoka ukaenda kule, utaweza kuona sasa kwamba yale uliokuwa unayaamini ama unayakubali yana faida ama yana hasara ukiwa kule. Na zile sheria zitafanya kazi katika maisha yako kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, kwa maana vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo imani pasipo matendo imekufa. Sasa watu wengi wanakimbilia kwenye matendo pasipo imani. Jambo la msingi ambalo ningekushauri ni kwamba tengeneza imani kwanza juu ya jambo fulani. Imani yako juu ya jambo fulani. Unaweza ukawa na matendo mazuri, right, lakini imani yako inakuwa ndio msingi wa kuzalisha matendo. Kwa Mkristo asifikiri kwamba ataokolewa kwa matendo. Na hii kumekuwa na dhana ngumu sana kwa Wakristo, wakiona kwamba wakati mwingine wanaweza wasimpokee Mungu na wasiwe na imani na Mungu, ila wakapata kufika mbinguni kwa kuangalia matendo. Na wakati mwingine wanasema, kumbuka mtumishi wa Mungu, sadaka zako zimefika. Lakini kuna jambo la kujifunza kwa yule mtu. Alikuwa sio mtu wa kawaida. Sio mtu wa kawaida. Sawa na kina Pilato. Walifika mahali wakawa wanagundua kabisa kwamba huyu Yesu hana kosa, basi mhukumuni ninyi. Lakini mpaka pale walipokubali kwamba damu yake itakuwa juu yetu na vizazi vyetu. Unaona, Yesu sasa anapelekwa msalabani ili maandiko na unabii utimie. Vivyo hivyo hata kwa yule ambaye watu tunamsema. Lakini tunaona sadaka yako. Kwa hiyo unafikiri sadaka ni kitu cha muhimu kwa Mungu kuliko ni kuwa na imani kwake. Unajidanganya. Lazima imani yako izalishe matendo. Kwa hiyo kuwa Mkristo ama kuwa benefited na imani hii, sio matendo yatangulie, imani itangulie, matendo yafuate nyuma. Yaani kwa Mkristo kuwa na matendo mema ni added advantage, na ndivyo ambavyo unatakiwa. Tunasema Mkristo aliyempokea Mungu kuna mambo manne lazima awe nayo. Lakini lingine ni kuzalisha. Kwa azalishe watoto wa kiroho, lakini azalishe tunda ambalo linapatikana katika nini? Katika ule waraka wa Paulo kwa Wagalatia 5. Kwamba huyu mtu asipompokea Kristo anayo matunda ya mwilini, na Biblia inazungumza katika Wagalatia hiyo. Lakini ukisoma pia Warumi ile ya kwanza, inasema hawa watu wana neno moja limetumika, wana ufedhuli si wa nini wa kila namna. Kwa hiyo jambo la kwanza ni lazima imani itangulie, matendo yako yathibitishe imani yako. Ndivyo ilivyo kwa Mkristo. Kwa imani yako iweke kwa Bwana. Na ndio swali ambalo tumekuja kuliangalia, kwamba imani yetu tuiweke kwa nani? Sasa fungua kitabu cha Matendo ya Mitume, tusome pamoja kitabu cha Matendo ya Mitume kama kilivyoandikwa na Paulo. Alafu fungua mlango wa 20, soma aya ya 20 na 21. Anasema, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo imani yetu ni lazima iwe kwa nani? Kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni lazima tumwamini yeye. Lakini pia swali la jambo lingine la 4, ningependa kuweka mambo machache ama mifano michache ya walioamini. Tufungue kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo. Fungua ule mlango wa 8. Alafu soma aya ya 5 mpaka ya 10. Anasema, hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia akamsia akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza na umwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akajibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu,
mtumishi wangu atapona. Wako wengi, mimi nimeweka mfano huo mmoja. Unakumbuka ule mfano ambao nilizungumza katika kipindi kilichopita. Yule baba aliyepaza sauti mbele za watu, wakati mwingine huwa anaumia. Kuna mambo yanatuumiza katika maisha. Sijui unapitia mambo gani. Ni aibu gani ambayo inakuzunguka katika maisha? Ni taabu gani ambayo imekukalia? Wakati mwingine tumekuwa na maumivu mengi ya mwilini sana, tunateseka, tunaumia, hasa katika ile imani tuliyo nayo kwa kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristo. Tunateseka sana, ulimwengu unatusumbua. Mimi sijui unayopita, lakini yule bwana alipomweleza Yesu habari za mtoto wake, anasema Yesu alipozungumza akapaza sauti, akapaza sauti mbele za watu, hakuogopa. Akasema, Bwana, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Nitauweka huo hapo. Mimi sijui ni kitu gani ambacho wewe kinakufanya ushindwe kumpokea Kristo. Sielewi nyakati ambazo napita mahali hapo. Mimi sielewi, lakini mimi nikijiangalia ninajua Mungu alinitoa sehemu ambako nilikuwa sina uwezo, nikaingia katika sehemu ambayo niliweza kusimama kwenda kwa miguu yangu vizuri. Lakini nikafika mahali nimerudi tena katika sehemu ambayo naona ziko taabu nyingi katika maisha yangu. Lakini imani yangu ni kwa Kristo. Mungu wangu anibariki. Ninaamini kabisa kwamba hata niacha peke yangu na siwezi kufia hapa. Kama alinitoa kule alikonitoa, hawezi kuniacha hapa. Nami ninaamini kwamba wakati mwingine, achana na mambo ya dunia. Sikia sauti ya Mungu, mtegemee Mungu. Mungu hata kuacha hapo ulipo. Kwetu sisi duniani tunapita, huwa nasema sikujua kama nitazaliwa, lakini nilipozaliwa sikujua kama nitafika leo. Na leo nimefika, sikujua kama nitakuwa nayo ambayo Yesu ama Mungu wangu amenipa leo. Sikujua kama Mungu angenipa watu wa namna gani, lakini wale alionipa kufahamiana nao. Fikiria dunia ina watu bilioni ngapi? Alafu wewe uko peke yako. Mtizame Kristo, ndiye mwanzo na ndiye atakayehitimisha safari yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ukienda mbele, wako wengi. Soma pia Mathayo 15. Soma ule mlango wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana. 15:22. Neno la Mungu linasema nini? Natazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Anasema wala yeye hakujibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anatupigia kelele nyuma yetu. Kuna mambo mengine labda nisizungumze sana. Kuna wakati unaweza ukafika ukawa hujiwezi, na nichukulie mfano mimi kama nilivyo sasa. Dunia inaweza kaa imekufikisha sehemu ambayo moyo wako unalia, huna tegemeo. Na nataka nikuambie jambo moja zuri ama baya, kwamba wanadamu hawatakuwa na kitu cha kukupa, hawatakuwa nacho. Lakini mara nyingi unapojaribu kujitetea, ni rahisi sana wao kusema kwamba huyu mtu anatupigia kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtu anatupigia kelele, yamkini anatusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unapoweka tumaini kwa Yesu, ni tofauti sana kuweka tumaini kwa mtu. Unaona, huyu wanafunzi wa Yesu na mitume wanasema mwache aende zake, kwa sababu yeye anafanya nini? Anapiga kelele nyuma yetu. Lakini Yesu akawajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Akajibu akasema, si vyema kuvitoa vyakula vya watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana. Yani yule mama anakubali kwamba ni kweli unachosema, haifai kuchukua chakula cha watoto na kutupia mbwa. Lakini anasema nini? Anasema lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Na Yesu akaendelea kuwaponya watu wengi. Ninawiwa sana, natamani wakati mwingine kuzungumza hili jambo sana, kwamba mtegemee Mungu. Mwanadamu hana cha kukupa na wala hana mbingu ya kupeleka. Na wakati mwingine kadri shida inavyokuandama, unaona huyu amemwita Yesu, amemwita sijui kwa umbali gani, lakini Yesu hakusema neno, akaendelea na safari yake. Ikafika mahali katika kuita, wanafunzi wakamwambia, mwache huyu aende zake na tupigia kelele nyuma yetu. Lakini Yesu akawajibu
na bado akampa jibu gumu, akamwambia si vyema kuchukua chakula cha watoto na kuwapa mbwa. Mimi sijui, kwa wakati mwingine ingelikuwa ndio injili ambazo tunafundishana sisi, nikakueleza jambo kama hilo, ndani ya moyo kungekuwa na nini? Lakini pia huyu anakubali kwamba ni kweli umesema sahihi, lakini hata mimi mbwa nina uwezo wa kula chini ya meza yako. Unaona kwamba anamwambia mama, imani yako ni kubwa. Anasema na iwe kwako kama utakavyo. Manake alipokea zaidi ya alivyostahili kupokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni mifano michache ambayo nimeweka hapo, lakini pia ziko thawabu katika kuamini. Soma Injili ya Yohana 6:37. Basi nikutakie siku njema mpendwa wa mtazamaji wangu. Mpaka hapo tutakuwa tumeshajifunza vitu kadhaa kuhusu imani, lakini nitakaporejea basi tutaendelea tena kujifunza masomo mengine kuhusu imani. Ninaamini sasa, tangu sasa unaweza ukajua kwamba imani ni nini, na unapoamini ukawa kwenye nafasi ya kuelewa na kutambua kile ambacho unatakiwa kukiamini. Tumejifunza mambo mengi na ninaamini Roho Mtakatifu atakuhudumia. Wakati mwingine usikate tamaa. Mtizame Yesu Kristo. Wapo watakao kucheka, wapo watakao kudhiaki, wapo watakao kuona huna maana, watakao kushusha. Mimi kuna sehemu ambako nilikuwa baada ya kutoka takriban miaka 8, mtu ambaye alikuwa chini ya meza yangu ndio anakupigia simu baada ya miaka 8. Hajui hali yako ikoje, hajui unaishije, na naamini hata wewe anaweza kawa na kukuta. Lakini wakati mwingine tikisa vumbi ambalo liko katika mwili wako, endelea kusonga na Mungu atakutia moyo. Kama una wazo, karibu pigie 0784 662210. Lakini kama pia una vipindi vya kurekodi, tafadhali usisite rekodi, unaweza kututumia. Au kama uko sehemu ambayo sio mbali ndani ya mkoa wa Iringa, basi unaweza ukatuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukatuandikia kwa anwani ya 1024 Iringa kwa njia ya posta. Lakini tunapatikana pia katika hizi social networks. Tunapatikana YouTube kwa jina la Injili Nje ya Kuta za Kanisa. Lakini tunapatikana Facebook kwa jina la Jukwaa la Wakristo kama grupu. Lakini namba hizo pia zinaweza zikakupeleka kwenye kitu kinaitwa Bible Quiz, swali moja kwa siku 7 mpaka mwaka unaisha, tunafanya hivyo. Lakini pia tunayo WhatsApp channel ambayo nayo inafahamika kwa jina hilo hilo la Injili Nje ya Kuta za Kanisa. Pale tunaweka mahubiri na mafundisho mengi.